inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu imeendelea leo Jumatatu Februari 9, 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Ndogo Dar es Salaam. Katika upande wa Jamhuri ambapo ni kujibu pingamizi la mshtakiwa Tundu Lissu aliloweka la kupinga shahidi wa 4 wa siri wa upande wa Jamhuri. Mwanahabari wetu Egbert Alfred Jr. anaripoti zaidi. Kesi hiyo iliyoanza majira ya saa 4 asubuhi ikiwa ni siku 88 tangu yaahirishwe mwezi Novemba, ilianza kwa wakili wa serikali Nasoro Katuga kujibu pingamizi hilo lililowekwa na mshtakiwa Tundu Lissu la kupinga shahidi huyo aliyepewa jina la P11. Amesema kanuni ya 6C kifungu cha pili ya ulinzi wa mashahidi inasema mahakama inaweza kutoa ushahidi wa mashahidi, huku akisema sababu ya kutoa sababu hiyo kutaka kusema ni yupi anatoa amri hiyo. Katuga amesema ni mahakama. Amesema mahakama itajiridhisha juu ya shahidi huyo na sababu ya mshtakiwa kusema nyie majaji hamumuoni mshtakiwa anatakiwa kutoa ushahidi wake kizimbani. Akijibu pingamizi la pili aliloliweka Lissu, wakili wa serikali Katuga amesema kanuni ya 5 ya ulinzi wa mashahidi kwa ujumla wake inahusu kuzingatiwa kwa mahakama kabla ya kutoa ulinzi wa shahidi, huku akisema mtu huyu anatakiwa awe amebainishwa kwenye maombi. Katuga amesema hoja ya mashahidi kutotajwa na majina ni wazi kwamba kanuni hii haina sehemu inaposema wapewe majina. Hoja nyingine, Katuga amesema sababu ya shahidi kutolea ushahidi kwenye kizimba kilichopo ndani ya mahakama hiyo ni kuendelea kumlinda shahidi kwa mujibu wa sheria. Amesema kwa mujibu wa kanuni ya 6, kanuni ndogo ya C inatoa njia tofauti za kuendelea kumlinda shahidi aliyelindwa. Akijibu hoja hizo, mshtakiwa Tundu Lissu alihoji, je, hicho kizimba kilichopo hapo kinaendana na matakwa ya sheria? Alihoji Lissu, huku akisisitiza kuwa lazima DPP aombe mashahidi kutumia kizimba cha siri kwa utambulisho wake kutojulikana, kitu ambacho hakikuzingatiwa na mawakili wa serikali. Aidha, Lissu amesema kama mawakili wangetaka kumlinda shahidi basi wangeomba kupitia amri ya 8 ya mahakama kuweza kufutwa kwa amri ya ulinzi na kupewa ulinzi wa ziada, hivyo hawawezi kuja sasa hivi na kuamua tu awekwe. Lissu amesema hoja za upande wa Jamhuri hazina msingi, kwani wanataka kesi iendeshwe na watu wasiojulikana, huku akiomba mahakama kutupilia mbali pingamizi hilo. Amesema sheria ya kulinda mashahidi ipo wazi kwa mujibu wa sheria ya 192, huku kanuni ya 6 kifungu cha pili kionyesha kutokuwepo kwa usawa kwa mshtakiwa, kwani atashindwa kumfanyia maswali dodoso, yani cross examination, jambo ambalo upande wa mashtaka ulisema hakipo kwenye rekodi za mahakama. Lissu amesema kufanya hivyo ni kukiuka haki za kimataifa, akitaja mfano wa haki ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 1996 na mikataba ya dunia dhidi ya haki za binadamu. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, jopo la majaji watatu likiongozwa na Dastan Ndunguru walijadiliana na baadaye kuahirisha kesi hiyo hadi Jumatano ya Februari 11 mwaka 2026, ambapo watakuja kutolea uamuzi wa mapingamizi hayo. Baada ya kuahirishwa kwa shauri hilo, baadhi ya viongozi wa Chadema walikuwa na haya ya kusema. Wanatulazimisha kwamba tukubaliane na maagizo yao ya uongo au na makubaliano yao ya uongo au na kitu wanachoita maridhiano ya uongo, kwamba kubalini kwamba si nini tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. Ikumbuke kuwa Lissu anakabiliwa na shtaka la kosa la uhaini kinyume na kifungu cha 39 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ya kanuni ya adhabu, linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Egbert Alfred Jr., EATV, Dar es Salaam. Nje ya viunga vya mahakama, mawakili wa Lissu walikuwa na haya ya kuzungumza. Pili mwaka 2026, kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu imeitwa. Imeendelea upande wa serikali kuweza kuwasilisha majibu yao ya zile hoja za upingamizi ambazo wakili Tundu Lissu alikuwa ameziwasilisha. Lakini kesi ilipoanza, mwenyekiti Tundu Lissu aliomba kuwasilisha hoja 3 za msingi kuhusiana na jinsi ambavyo kesi hii imekuwa inaendeshwa, sababu kesi ya uhaini ni kosa kubwa sana katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa mujibu wa katiba ibara 24 ibara 28 ibara ndogo ya 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa
amezungumzia jinsi ambavyo kesi hii imechukua muda mrefu, kwamba iko chini ya majaji watatu, inaletwa kwa mfumo wa mikutano au wa session, ambao kwa kweli ukienda na mfumo huo unasababisha kesi ikae muda mrefu. Ameweza kueleza kwamba tokea ameshikwa ile tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku ya 307. Sasa kesi hiyo imedumu kwa huo muda mrefu sana, lakini katika siku zote tokea kesi ilipokuja iletwa mahakama kuu, amefanikiwa tu kusikilizwa kwa siku 15. Sasa ni kwamba muda mrefu sana umetumika bila kesi yake kusikilizwa, na tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku 87 ambazo zilikuwa zimepita, siku 88 samani, ambazo kesi yake ilikuwa haifanyi nini, haijaitwa. Wao wamesema utaratibu huu sio mzuri, maana yake unasababisha matatizo. Kingine amelalamikia mfumo wa magereza wa kuzuia mawasiliano yake na mawakili na ndugu. Kwanza tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 imekuwa ni vigumu kwake yeye kuweza kukutana na mawakili bila kificho, bila usiri au bila ile faragha inayotakikana, kwamba sheria zile kanuni za magereza zinaagiza kwamba mfungwa anapokutana na mawakili, tunazungumzia mfungwa maana ya kwamba mfungwa aliyefungwa au mfungwa ambaye ni mahabusu, anatakiwa aweze kuzungumza na wakili wake akionekana mbele ya maafisa wa magereza ama askari wa magereza, lakini bila kusikiwa. Naam, ni wakili wa Lissu Dr. Rugemeleza Nshala. Na katika mitandao yetu ya kijamii tuna swali la siku ambalo tumekuuliza hapo kuhusiana na haki